maana unajua mchezaji mafanikio waziaga mazoezini. Sasa ukiwa unajituma mazoezini kocha anakuamini. Sasa ukimwangalia leo buba, yani amepiga vitu ambavyo mwenye roho inapenda. Ameanza na pale ameonyesha kwenye jezi kwa alikuwa amefunua hivi jezi kidogo hapa. Ametuma ujumbe kwa kocha kwamba kwenye mechi ya Namu tarehe 1 na wale wapiga kelele na utema mate mjini kwamba kwenye mechi ya tarehe 1 naomba nianzishwe mimi. Sasa naona kuna jitu linakwenda kufa hiyo tarehe 1 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3. Nitalipiga vibaya, nitaligalagaza vibaya sana. Amelijipanga, amecheza na nani kwanza? Kwenye ligi ya mabingwa akashinda kigoli kimoja cha kununua. Ukija kwenye FA huku kapelekewa moto pale Meja Samuyo. Watu wanaweza kusema mbona yule kashinda 3 mimi nimeshinda 2. Unajua anapocheza bingwa na wa nchi na anapocheza hao wasindikizaji lazima tujitofautishe, na ndio maana hata kwenye ligi kuu Tanzania bara katika misimu yote 4 5 nilobeba ubingwa. Angalia, mimi nilikuwa na pointi nyingi ila magoli machache. Toto la Mudi lilikuwa lina pointi kidogo lina magoli mengi. Kwa hiyo ligi waga inajitofautisha hapo. Kwa anapocheza bingwa kwanza sisi tunacheza kiprofessional. Sisi tushindani na mtu. Sisi tunachokiangalia kutetea kombe. Unajua kuna mtu anashindana na mtu fulani, lakini sisi tunacheza kwa kutetea nini? Kombe la Golden Nep. Sasa tutaona wao wanaopiga 7 wanaopiga 8 tutaona. Mimi naopiga 2 tutakuja kuangalia mwisho wa msimu nani bingwa. Kwa hiyo sisi hatushindani na mtoto wa Mudi, ila mtoto wa Mudi mashindano yetu ni tarehe 1 ya mwezi wa ngapi? Ya mwezi wa 3. Hapo ndio tunakwenda kuonyeshana sasa katika dirisha hili dogo nani kasajili nani kaokota wachezaji. Kuna mtu kaokota wachezaji. Ukiangalia ule mchezaji wao anatupigia kelele walomzoa Kongo, maana kuna kuzoa mchezaji na kusajili. Yule walomzoa Kongo kule. Sasa umemwangalia ile mechi aliocheza jana pale. Unaona anazunguka tu uwanjani. Yani unaona ni mchezaji ambaye unaona ni Saido mtupu. Sasa tarehe 1 Buba atakwenda kuwaonyesha kazi kwenye ligi kuu kule. Nimemwona Depo kawaka, kwenye FA nimemwona Buba kawaka. Sasa tarehe 1 moto unakwenda kuwaka. Wanasema wanalibase gwe. Amecheza na nani? Amecheza na nani? Kwa sababu sijui saba bei sijui. Ukiangalia sijui kwenye ligi ya mabingwa kule. Maji na mafuta shajitenga. Mimi nimekamata nafasi ya 3 na pointi zangu 8. Na mechi ya mwisho nimeshinda 3. Toto la Mudi kwenye kundi lake kichwa cha mwendazimu tangali ilivyoanza ile michuano. Kichwa cha anashindwa hata kunyanyuka, ipo kama mashine ya kusaga. Ana pointi zake 5. Na kigoli kimoja cha mwisho alichoshinda kwa Mkapa nacho kakinunua. Sasa wanapiga kelele wanakuambia tu wanatuhitaji. Sasa siku zote wahenga nakwambia unapomsubiria mwenzao yeye ndo anakusubiria zaidi. Sasa tarehe 1 tukutane nyua Madi. Na Toto wa Mudi kwa taarifa niwape taarifa kwamba uwanja Benjamin Mkapa 20 kucheza. Gombo limepelekwa kwenye gereza la Guantanamo mahakama za Hague kule. Na tayari imeshathibitishwa, maana watu walikuwa wanaona kama walikuwa wanasema tetesi. Sasa sio tetesi tena, hata bodi ya ligi yenyewe imeshathibitisha kwa sababu sheria ziko wazi ziliwekwa. Sheria ya mwaka 1952 ibara 38 kifungo nyui inasema mwenyeji wa mchezo ana haki zote zilizohifadhiwa kwenda kuchagua uwanja kwenda kuchezea. Yanga kachagua New Amani, watoto Mura hataki kwenda. Sasa waje wasije, mechi inapigwa Zanzibar. Mechi iko pale tarehe 1 na wale wao wasije kama kwa Mkapa. Safari hii hatucheki na kima. Wanasema wanakuja kivingine. Watoto New Amani, unajua wale kwanza walikuwa wanapategemea kwa Mkapa. Kwa Mkapa mimi tangani nilipocheza wiki ya Mwananchi. Baada hapo sijacheza mechi yoyote. Yeye kacheza ligi ya mabingwa zote pale. Kacheza na shoga yake mfunga madishi pale. Sasa ukiangalia kacheza mechi 4 kwa Mkapa, mimi sijaenda. Sasa yule kama akashatega ukinyemba pale, mwambie sasa ataenda kunasa mwenyewe. Ukisikia Yanga kabukua ugali mpaka na mboga zake ndio hii hapa. Watu tunakwenda New Amani Zanzibar. Kwa hiyo waambieni watoto Mode. Waambie bodi ya ligi ishatangaza rasmi kwamba gomba linaenda kupigwa New Amani Zanzibar. Sasa kule sasa watakwenda kumuona Depu, wataenda kumuona Buku. Sasa huko sio wanatema mata sasa hivi. Wanakuambia Yanga kaoga mjini hajaenda. Sasa mimi sio nasema tujaingia robo finali. Na mimi Yanga anasema kwamba robo finali yao ni tarehe 1, tena si mwingine ambao tunampeleka kwenye uwanja ule ambao tulishindwa kuingia robo finali. Watoto wa Mudi sasa wanasema tumeoga tujaenda mjini. Sasa tukutane tarehe 1. Hivi wana Simba ya asali na maziwa. Asali na maziwa wapi bwana? Kacheza na nani bwana? Kamejipata amecheza na wale wakulima kutoka nani? Kutoka nani Ifunda huko. Kacheza na nani? Kwanza ukiangalia kwenye viwango kati ya mtoto wa Mudi na Cosmo yuko vizuri. Yaani ukienda kuangalia kwenye ubora. Kwani mtoto anambukuaga ngapi? Mtoto wa Mudi nalibukuaga 5, nalibukuaga 4, 3. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa, ukienda kuangalia kwenye viwango sasa, unaangalia Cosmo na watoto wa Mudi. Cosmo yuko vizuri. Sasa angalia hata Cosmo leo kwenye ukurasa wa Instagram. Wanakuambia Cosmo sisi tuko vizuri ila mtoto wa Mudi mbovu. Mbona Yanga nakubukuaga 5? Sasa tarehe 1 tunakwenda kutofautisha kati ya Cosmo na watoto wa Mudi nani yuko bora. Mtoto wa Mudi anaenda kufa 7 hiyo goli hiyo mechi. Kwanza tunakwenda kuwakumbusha majukumu ya watoto wa Mudi. Wao wanajizima data kwamba walikuwa wanapiga kelele hapa kwamba Mangungu aondoke, nani yule Mudi aondoke. Sasa si wameshajizima data. Sasa tarehe 1 tunakwenda kuwakumbusha. Nani anataka tatu Yanga aondoke? Endelea kuombe tayari.
ligi.